kwamba jengo kama hili zuri la ghorofa 8 likae hapa kwa Wagogo Kawa. Lakini jengo zuri, mimi sijawahi kupita hapa, nataka niseme ukweli. Nimefika kule nikaanza kuliona hili jengo, na limejengwa katika maeneo mazuri, imezunguka katika milima mizuri. Hata kama utakuwa umekuja hapo umeshindwa, utasaini tu vizuri kama walivyokuwa na saini walivyopata 0 wale wengine, kwa sababu mahali penyewe ni pazuri. Lakini kazi hii imefanyika kwa upendo mkubwa wa umoja wetu, na mimi napenda nichukue nafasi kuwashukuru sana viongozi wenzangu wa vyama mbalimbali ambao wamekuja katika shughuli hii. Shughuli hii ni yetu wote. Ndio maana nilipoona wamekaa kule nilisikitika, nikasema hawa lazima tuje tukae nao, kwa sababu hawa wote tuko sawa sawa. Kwa hiyo ninawashukuru sana wenye viti wenzangu. Hili ndio jengo letu, tutakuja kuchukulia fomu hapa, lakini mnaweza mkaamua siku hiyo mkaacha kuchukua, mkasema tu Magufuli umepita. Ili fedha hizi zikatumike katika shughuli nyingine za maendeleo za taifa letu. Lakini nasema kwa dhati, ninafarijika sana mimi mwenyewe kuwa Mtanzania, lakini kuwa na viongozi wenzangu wenye ujasiri na upendo wa namna hii. Tanzania tunatakiwa tuijenge hivi. Tanzania ya Nyerere inatakiwa iende hivi. Na mimi niwaombe sana ndugu zangu wanasiasa wenzangu, kama ambavyo imekuwa kawaida yenu, katika uchaguzi huu uwe uchaguzi special. Tufanye kampeni zetu kwa upole, tufanye kampeni zetu kwa kumtanguliza Mungu, tufanye kampeni zetu kwa kujua sisi ni taifa la Tanzania, tufanye kampeni zetu kwa kujenga umoja wa taifa letu Tanzania. Tunadi sera zetu na wananchi waweze kutupima kutokana na sera zetu, wasitupime kwa ajili ya matusi tunayotukanana. Mimi ninaamini tukienda hivyo, uchaguzi huu utakuwa mzuri sana, uchaguzi huu utakuwa huru sana. Na niwahakikishie ndugu zangu viongozi wa siasa, mimi ni mwenzenu. Tunajenga nyumba moja, na nyumba hiyo tunayoijenga ni Tanzania. Nataka kuwathibitishia nitatoa ushirikiano mzuri sana wote kwa vyama vyote, ili twende na maadili yetu kama ambavyo tulifundishwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tanzania tunahitaji maendeleo zaidi. Tanzania tunahitaji kwenda mbele zaidi. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa ninyi mliowasilishwa kuja hapa. Nimeona kuna vyama vingi sana. Katika vyama hakuna chama kidogo. Sisi wote tuko sawa sawa. Na niviombe, kwa sababu ninaamini vyama vyote vitaendesha kampeni kiustaarabu, basi tukawe wavumilivu. Lakini niviombe na vyombo vya kusimamia haki, ikiwepo vyombo vyetu vya dola, tuvumilie kidogo. Tusitumie nguvu mahali ambapo hapahitajiki kutumia nguvu. Lakini niwaombe na ninyi wanasiasa, msiwachokoze wale walinda amani. Msiwafanye wakatumia nguvu mahali ambapo ninyi mmetaka watumie nguvu. Kwa hiyo sisi sote, vyama vyote, na mimi na uhakika tukimtanguliza Mungu katika kampeni zetu, tutafanya kampeni nzuri. Na sasa uwanja uko huru. Mheshimiwa Jaji ameshaeleza hapa, wameshatangaza ratiba. Huu ndio wakati wa kujinadi. Huu ndio wakati wa kupiga maneno ya siasa. Baada ya hapo, yule atakayeshinda tunaanza kazi.
siasa zinabaki bungeni na kwenye halmashauri za wilaya. Kwa hiyo kwa sasa hivi ni ruksa kadiri ya ratiba itakavyokuwa imetolewa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi. Kila mmoja aende akafanye kampeni zake kwa uhuru, kwa uwazi, akahubiri vizuri, na bahati nzuri hata Mungu ametusikia maombi yetu, kwa sababu Mungu ni mkubwa. Ukimuomba anafanya. Korona imepotea, imekimbia, inakoromea mahali pengine. Tumeishinda korona hii ni kwa maajabu ya Mungu. Tulimuomba Mungu siku 3, madhehebu yote, tukamshukuru pia kwa siku 3, lakini kila mmoja kwa wakati wake wamekuwa wakimtanguliza Mungu katika kuliweka taifa hili. Nataka niwahakikishie ndugu zangu, ushindi huu wa korona kukimbia si nguvu zetu, ni nguvu za yule aliyeko juu. Amesikiliza kilio chetu, kwa hiyo tuendelee kumshukuru Mungu, na ndiyo maana uchaguzi huu utafanyika kwa amani. Hapa pote tuko salama, na mimi napenda sana tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa huruma na upendo mkubwa aliyoutoa kwa taifa letu. Ndugu zangu, kama nilivyosema, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Uchaguzi ni zoezi muhimu. Hivyo basi, napenda tena fursa hii kuwasihi sana tume kusimamia vizuri uchaguzi huu kwa kufuata katiba, sheria na taratibu za uchaguzi za nchi yetu. Aidha, narudia kwa kuvihimiza vyama vya siasa kushiriki kwenye uchaguzi huu na kujiepusha na vitendo vya vurugu. Vurugu hazijengi, vurugu zinabomoa. Na ni vyombo vya ulinzi na usalama visimamie usalama wa Watanzania. Yule atakayechokoza kwa kufanya vurugu, basi atakuwa amechokoza yeye, lakini mimi nina imani kubwa kwamba mambo yote yataenda vizuri. Napenda pia kuwahimiza wananchi kujiandaa kushiriki kwenye uchaguzi huo, kwanza kwa kujitokeza kwenye mikutano ya kampeni ya vyama vya siasa ili kusikiliza sera, lakini pia kwenye zoezi la upigaji kura. Kama nilivyosikia, kampeni za uchaguzi zitafunguliwa tarehe 26. Adresi kama nimekosea tarehe 26 mwezi unaokuja, Agosti 2020, na zitakamilika tarehe 27 Oktoba 2020, na uchaguzi utafanyika tarehe 28 Oktoba 2020. Nafikiri itakuwa siku ya Jumatano. Kwa hiyo siku ya uchaguzi itakuwa siku ya mapumziko, tutaitangaza rasmi. Ndugu zangu, nilishaeleza kwamba leo nimekuja hapa kwa ajili ya kufungua jengo hili zuri, lakini nimemsikia pia kwamba kuna baadhi ya changamoto ambazo zinahitaji ukamilishaji wa jengo lenyewe. Nataka nikuthibitishie hizo zilizobaki, nitamweleza Mheshimiwa Waziri Mkuu afuatilie. Tutawaongezea milioni 500 zinunue hivyo vifaa mnavyotaka ninyi, lakini pia vile vifaa mlivyokuwa navyo Dar es Salaam mvibebe pia mvilete hapa. Hakuna sababu unapoanza na nyumba mpya na kitanda lazima kiwe kipya na godoro liwe jipya, mwisho utasema na mke awe mpya. Tume ya uchaguzi oye! Kwa hiyo vile vifaa vilivyoko Dar es Salaam, na kwa vile magari yapo, mvilete vianze kutumika. Na saa nyingine mnaweza mkaleta vifaa vipya vikawa vifaa ambavyo havitawasaidia sana, kwa sababu sasa hivi tunaingia kwenye uchaguzi, vikawa vifaa ambavyo vitaharibu information zenu ambazo mnataka kuzisimamia vizuri. Kwa hiyo ni kuombe Mheshimiwa Jaji Kaijage, vile viti vyako vizuri vya kule Dar es Salaam, zile meza nzuri zilizoko kule, yale madro, zile kompyuta
yale mafaili msiyaache huko, muweze pia mengine ambayo mnafikiri yanaweza yakatumika vizuri myalete hapa, mwanze kufanya kazi mara moja. Na nina uhakika katika jengo hili kubwa la ghorofa 8 mtapanga maeneo angalau hata baadhi ya vyumba ambapo na sisi viongozi wa vyama mbalimbali tunaweza tukapata pia hata ka ofisi hivi, kwa sababu ni jengo la Watanzania. Tunaonaga kwa Mheshimiwa Spika wana vyumba wale wenye viti. Sasa kama kwenye ofisi ya Spika kuna maeneo hata wabunge wanapoweza kukutania, ni lazima katika ratiba yenu na katika majengo yenu mtakavyoyapanga, basi pawe na facilities ambazo zitakuwa zinawasaidia viongozi wote wa vyama vyote bila kubagua, wawe na facilities hata za kufanya mambo yao katika jengo hili ambalo ni jengo muhimu kwa manufaa ya Watanzania wote. Mheshimiwa Meja General Charles amezungumza hapa, wana madai yao ya bilioni 11 kwa ajili ya Suma Guard ambayo imekuwa ikifanya kazi nzuri sana katika nchi nzima. Nitumia hadhara hii kutoa wito kwa taasisi mbalimbali zinazotumia Suma Guard katika kulinda maeneo yao, walipe madeni yao, walipe madeni ya Suma JKT. Na nataka Waziri Mkuu, kwa sababu huko hapa na Makamu wa Rais, ndani ya wiki mbili taasisi zote zinazodaiwa, iwe ni ofisi ya mkoa, iwe ni Ikulu, iwe ni Wizara ya Fedha, iwe ni ofisi ya Spika, iwe ni ofisi ya Waziri Mkuu, iwe ni ofisi ya Makamu wa Rais, iwe ni kwenye vivuko, iwe wapi, ndani ya wiki mbili, siku 14, hizi bilioni 11 zilipwe JKT. Uwezi ukawa unalindwa halafu wewe ulipi gharama ya ulinzi. Ili Waziri Mkuu, fuatilia watakaoacha kulipa ndani ya wiki mbili, kwa sababu urais bado nitakuwa nao. Wewe nijulishe mahali kokote nitakapokuwa nafanya kampeni, na bahati mbaya niwe nimechoka na kampeni, wewe nijulishe taasisi gani imekataa kulipa hizi fedha. Najua Meja Jenerali umenisikia, hizi fedha lazima zipatikane, kwa sababu hakuna cha bure, hakuna cha bure. Kwa hiyo ndani ya wiki mbili taasisi zote zinazohusika, ziwe za serikali, ziwe binafsi, lazima muhakikishe mmelipa hili deni la bilioni 11 ili kusudi na wao JKT waweze kutoa dividend. Lakini ukweli jeshi la wananchi linatupa heshima sana. Ni ukweli vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinafanya kazi nzuri sana. Endeleeni kufanya hivi. Lakini pia tunawashukuru hata kwa ulinzi wa usalama wa mali na usalama wa taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Jaji Kaijage pamoja na tume ya uchaguzi, viongozi wote waliopo hapa, mimi napenda kuwashukuru, na kwa niaba ya wanasiasa wenzangu wote walioko hapa, wenye viti wa vyama mbalimbali, hawajanituma lakini nikisema hili nafikiri na wao wanaliunga mkono. Tunakuombea Mheshimiwa Jaji Kaijage pamoja na tume, mkafanye kazi zenu kwa kumtanguliza Mungu, na Mungu akawasimamie ili yale mtakayo kwenda kuyasimamia yakatimilize kwa ukweli na kwa uwazi, ili kila chochote mtakachokitambua na kukitangaza kwa wakati huo kiwe kimezingatia maadili na katiba ya nchi yetu. Ndugu zangu, viongozi wenzangu, ndugu waandishi wa habari, ndugu viongozi wa vyama mbalimbali, nikushukuru tena Mheshimiwa Jaji Kaijage
kwa utekelezaji wa spidi kubwa wa jengo hili. Nakumbuka siku moja umeniambia nataka uchaguzi mwaka huu ufanyike pale. Nilifikiri ni mzaa, umetimiza. Tunakupongeza wewe pamoja na viongozi wenzako wanaokusaidia. Kwa sasa, baada ya kusema haya, basi Mungu ibariki sana uchaguzi wetu mkuu wa mwaka huu. Mungu ibariki tume ya uchaguzi, na Mungu wabariki wanasiasa wote watakaoshiriki kwenye chaguzi, ili wakamtangulize Mungu na wakaendeshe kampeni zao kwa ustaarabu kwa ajili ya kuijenga Tanzania, na Tanzania ndiyo nchi yetu pekee tunayotakiwa kuishi nayo.